Inatokana na jinsi ambavyo mwalimu unaweza jinsi gani kumtumia mchezaji. Ndio. Na akakupa kitu ambacho bora kwa upande wake. Ukiangalia kwa mfano maumbo ya mchezaji wa zamani. Ulikuwa unamwona ule Mohamed Hussein Machinga. Yule alikuwa ni striker. Ukiambiwa akafunga magoli yote yale na kimo kile. Alafu kimo kiangalia sasa ukashangaa. Kipande cha mtu. Yaani mfupi yani. Si umeelewa? Lakini namba 9 pale alikuwa anafunga magoli yote hayo ambayo amekuwa anafunga. Alikuwa piga ua anaanza pale Yanga. George Magede Masato alikuwa ni mlinzi wa kati. Lakini akawa ndo anacheza kama pale kama Dickson Job. Kuna kipindi kuna kocha mmoja kutoka Yugoslavia alikuja Simba akaangalia umbo la Mustafa Oza na George Masato akasema wewe Oza Masato kwani usiende pembeni namba 2 kule. Kuna muda kama kana mjaribu kucheza kana upande wa namba 2. Lakini akumpa kile kitu akamwambia siku moja njoo huku. Yaani watu wanaambia huyu anatakiwa acheze namba ya kati na kweli mjaribu mara ya kwanza namba ya kati pale akawa bora. Kwa hiyo inawezekana maumbo kwa mfano huyu Dennis Nkane tumemwona bora kwenye vipindi viwili. Kipindi cha makocha Baraza umemtaja hapo, lakini na kocha Nabi. Ni kipindi ambacho kwa Dennis Nkane nafikiri hata mwenyewe akiwa anakaa nakwambia ndio kipindi ambacho mimi nilikuwa na wakati mzuri. Anamshukuru Baraza kutokana kwamba ndo alimwamini na alimtoa timu za vijana. Unajua Nkane rasmi kuanza kuitumikia biashara kubwa ilikuwa 2021. 2020 kwa timu ya vijana ya biashara timu mbili. Kwa hiyo Baraza akamtoa pale akampeleka timu ya kubwa 2021 na akampa nafasi, alimwamini maana yake alimpa nafasi. Na alizungumza pale katibu kwamba mfumo ambao alikuwa anatumia kwa upande wa Baraza alikuwa ni mfumo wa 3-5-2. Akianza na mabeki watatu. Enzi hizo za kina Abdul Majid Bangalo. Na mechi ambayo inakumbukwa na wengi ni mechi ambayo ilikuwa ni ya Simba na Biashara. Aliwapa wakati mgumu sana Perfect Chikwende na Gadel Michael. Kwa ina mfumo ambao alikuwa ameingia nao 3-5-2 Biashara na Simba 2021. Na mara baada pale na ndio baada Biashara kudumu sana. Baadaye akachukuliwa na Yanga. Sasa Nabi alipomchukua jinsi ambavyo alikuwa anamtumia ndio hivyo yatakiwa sasa mtumie makocha wetu wengi ambao walikuwa wanapita katika mtindo kama huo. Ndio maana kuna muda uliona kwa upande wa Nkane alikuwa bora kipindi cha Nabi kumpa matokeo jinsi ambavyo amekuwa bora kuweza kuenda kuifungua ama kuweza kuwahadaa walinzi. Maana yake Nkane ukiangalia uwezo wake mkubwa watu wengi wafahamu kwamba ni mchezaji ambaye ana uwezo kufunga vile vile akipata nafasi. Alifanya hivyo akiwa na Biashara. Kuna kipindi alifunga magoli ya kutosha alipokuwa na Biashara ile akina Mafia ile. Maana yake alikuwa na uwezo wa kufunga na nafasi kutengeneza vile vile. Lakini uwezo wake mwingine ni uwezo wa kuweza ule uthubutu wa kuweza kumtoka mlinzi mmoja. Yaani ile bato ya mtu mmoja na mmoja anaweza kuishinda kuweza kumtoka ile 1v1. Kitu ambacho alikuwa anafanikiwa. Sasa kuna baadaye unapokaa sana benchi kuna uwezo fulani unapungua. Na ndio kitu ambacho kilimpata kwa upande wa Dennis Nkane mara baada ya Nabi kuondoka wakaja kocha wengine akawa hampi nafasi. Kuna muda Gamondi nafikiri akamtumia kama mlinzi wa kwa Gamondi alikuwa Hamdi Milodi au kama mlinzi wa Hamdi Milodi beki namba 2 kabisa. Kwa ni kitu ambacho naona kuna muda wa Yanga wanajua hii ni potential kumwacha au lakini bado anakuwa anabaki. Kwa inawezekana kwenda kwa TRA inaweza kuwa ni move nzuri bado umri wake mdogo ikawa ni njia nzuri ya kuweza kurudi katika ubora wake ambao alikuwa nao. Maana yake ameenda kwa mkopo.